الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tutapitia haraka kuelezea ahkamul haji. Kwanza tujue hukumu ya haji ni nini. Hukumu ya haji ni fardhu ainin bil ijma'. Hukumu ya kuhiji ni faradhi ya lazima kwa ijma'i ya wana zuoni wote, ittifaqihim, kwa kuwafikiana wanazuoni wote kwamba hii ni ibada, ni faradhi ya lazima. Na hukumu ya umra ni fardhu ainin fi madhhabil imam Shafi'i, ni faradhi ya lazima vile vile kama ilivyo haji kwa madhhab au katika madhhab ya al-Imam Shafi'i. Waqila innaha sunnatun muakkada, imenenwa pia kuwa ni sunna muakkada iliyotiliwa nguvu. Si uzuri mtu kuacha kufanya umra, sababu ni sunna ambayo imekokotezwa. Wengine kama Malikia na Hanafia wao wamesema ni sunna, hukumu ya umra ni sunna. Kwa hivyo hakuna ijma'i katika umra, katika ufaradhi wa umra si ijma'i, bali ni katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i ndio umra vile vile ni fardhu aini kama ilivyo haji. Tayib, kwa Hanabila wao kuna kauli mbili, kauli ya kwanza isemayo ni wajib kama ilivyo kwa al-Imam Shafi'i, na kauli ya pili ni sunna kama ilivyo kwa al-Imam Malik na kama ilivyo kwa Malikia na Hanafia. Tayib, wala yajibani fil umri illa marratan wahida, wala hizi mbili haji na umra hazilazimu au hazipasi kwa mtu yoyote isipokuwa kwa umri mara moja. Mtu kwa umri wake awe ametekeleza haji mara moja na umra mara moja. Ukifanya haji mara pili, inakuwa ile mara pili yako si hajjatul islam, ni sunna, na umra pia vile vile ni sunna. Tayib, lakini wakad yajibu alhajju akthara min marratin, wakati mwingine haji inakuwa ni lazima zaidi ya mara moja. Tusema haji ni mara moja tu, kuipomosha faradhi ya haji ni mara moja tu. Kitekeleza mara moja basi hulazimiki tena kwenda kuhiji, lakini mara nyingine inakuwa ni lazima zaidi ya mara moja. Hii ni wakati gani? Idha kana nadhran, ikiwa aliweka nadhiri. Mtu ameweka nadhiri ya kuhiji, basi lazima itekeleze nadhiri yake. Kwa hivyo haji kwake inakuwa wajib, na ikiwa aliweka nadhiri ya umra, umra pia inakuwa ni wajib kwake, idha nadharahu. Saumu vile vile, ikiwa mtu aliweka nadhiri ya kufunga inakuwa saumu ni swala, kutoa sadaka. Nadhiri ni lazima, mtu akiwa amewekea jambo fulani nadhiri lazima alitekeleze. Shafi Allahu maridhi falillahi alayya an asum, falillahi alayya an atasaddaq. Nafahamu, yani Mwenyezi Mungu akimponesha mgonjwa wangu, basi nimeweka nadhiri ya kufunga, nimeweka nadhiri ya kuswali, nimeweka nadhiri yani atalazimika tekeleze nadhiri yake. Pia au qadaan, yani idha kana qadaan, ikiwa ni qadha vile vile ni lazima. Mtu amekwenda kuhiji, hakutimiza masharti yake, hakutekeleza vizuri haji yake, ikawa sasa yeye ni mwenye kuirudia tena, lazima afanyeje? Lazima ailipe. Na si haji peke yake, qadhaan ikiwa ni swala. Ufahamu, qadha inakuwa ni qadha ya ile adaan yako ambayo haikutekelezwa ipasavyo. Tayib, wayajibu alhajju fi madhhabi al-Imam Shafi'i ala tarahi la ala al-fawri, yani ni lazima kuhiji katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i ala tarahi, ufaradhi ulazima wa kuchelewesha, si lazima la ala al-fawri, la ala sabili la ala al-fawri, si lazima kwa haraka. Mimi mwaka huu Mungu amenipa uwezo wa kuhiji, lakini
ikasema sitohiji mwaka huu, si lazima ni hiji mwaka huu, kwa sababu ulazima wa kuhiji si pale ninapokuwa na uwezo ni hiji, lakini utofanya hivyo ni kukosa fadhila, ni kukosa ihtimam. Lakini wewe Mungu amekupa uwezo siha, amekupa uwezo wa kifedha, wasubiri nini? Kwa nini useme mwakani? Na ikiwa mtu atazembea, nini maana atazembea? Yani atakosa kuwa na ihtimam kabisa kabisa. Mungu amempa uwezo, hataki tu mpaka kifo kikamchukua. Fa idha mata walam yahuja yu'tabaru fasiqan, ikiwa amekufa na hajahiji na Mungu alimpa uwezo, basi mtu huyo atazingatiwa kuwa ni fasik min akhiri sanatin, katika mwaka wa mwisho, lakini tamakkana fiha qabla al-maut, ambao aliweza kutekeleza baada ile kabla ya nini? Kabla ya kufa. Sawa, katika mwaka ule ambao yeye ameweza kutekeleza na hakutekeleza, basi atazingatiwa ni fasik. Walfasiqu inda alfuqahai huwa man irtakaba kabiratan au asarra ala saghira. Fasik kwa ibara au kwa mujibu wa mafuqahai ni man irtakaba kabiratan, ni yule mwenye kupandamanisha au kutekeleza kufanya madhambi makubwa, huyo huitwa ni fasik. Mtu yeyote akifanya dhambi kubwa na hakutubia, basi huyo ni fasik. Au akawa asalla ala saghira, akawa ni mwenye kufuzu kudumu katika madhambi madogo, huyu huzingatiwa kuwa ni fasik. Walam taghlib ta'atuhu ala ma'asi, na ile toa yake isishinde maasi yake, yani toa yake, mambo ya toa uko nyuma ukilinganisha na mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu, zaidi yeye uko kwenye nyanja za kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo ni fasik. Kwa hivyo hata kama ni dhambi dogo, lakini yeye amelishikilia dhambi lile kulitekeleza, huwa ni fasik huyo, isipokuwa tu. Na ziko ahkam tajwa katika vitabu vya fiqh huyu fasik, lakini miongoni mwa ahkam zake ni kwamba annahu la tuqbalu lahu shahada hata yatub, haukubali ushahidi wake mpaka atubie. Mfano, kadhi hathibitishi mwezi ikiwa yeye ndiye aliyetoa ushahidi kuwa mwezi ameuona, sababu huregeshwa ruddat shahadatuhu, shahada yake, ushahidi wake hurudishwa, haukubaliki. Pia wayukhtabaru muddata sanatin hatta yauda liadalatihi, hufanyiwa ikhtibar, jaribio, kujaribiwa muda wa mwaka mzima mpaka aregee kwenye uadilifu wake, mpaka aregee kwenye uadilifu wake. Hapo atakuwa sasa ni ameingia kwenye hukumu ya al-adlu, mtu kuwa na sifa ya adala. Tayib, tumesema ni lazima haji kwa al-Imam Shafi'i, ulazima wa kuchelewesha, si kwa ulazima wa kufanya haraka. Yani hapati madhambi akichelewesha ma'al istitaa, pamoja na kuwa yeye ana uwezo. Wa yakunu wajiban ala al-fawri fi halat, na inakuwa haji ni lazima ya haraka katika hali fulani. Kuna baadhi ya hali zikitokea, basi inakuwa ile haji kwako wewe ni lazima iwe ni kwa haraka. Hali ya kwanza, mathalan idha kana qadha, ikiwa wewe una qadha ya haji, basi lazima ile qadha uifanyaje? Uitekeleze kwa haraka. Tayib, idha nadharahu, ikiwa ile kanadhiri, vile vile lazima ile nadhiri yake afanyaje? Aitekeleze kwa haraka. Idha khafa al-'adhb, akihofia ugonjwa sugu, yani ugonjwa wa kuendelea, wa huwa al-maradhul muzmin alladhi yamna'u min al-hajj bi ikhbari at-tabib ath-thigga. Sawa, ni maradhi ya kudumu, maradhi ya kuendelea, unafahamu, ambayo haya maradhi haya yanamziwilia mtu kuhiji kwa kupewa habari na tabibu ambaye ni thika, muaminifu, tena Muislamu pia vile vile. Daktari akakwambia, bwana, mwaka utakokuja
wewe hutokuwa na uwezo wa kwenda kuhiji kwa sababu maradhi yako yanatambaa kwa upesi kwenye mwili wako. Kwa hivyo sasa Mungu amekupa uwezo, lazima uhiji pale ambapo Mungu amekupa uwezo katika miezi yake. Alhajju ashhurun ma'lumat. Tayib, idha khafa alhalaka ala nafsihi au malihi, akikhofia kuangamia nafsi yake au mali yake, kupoteza uhai wake au kupoteza mali yake. Kama kunao katika njia, katika barabara ya kwenda kuhiji kunao majambazi, kunao kuhatarisha usalama wa maisha yake, basi hapo yani lau atachelewesha mpaka mwaka utakaokuja na sasa hivi ni kuko salama kabisa, basi ni lazima afanye kwa haraka. Tayeb, mali hii labda pengine hatakuwa na uwezo, hatakuwa tena na uwezo, ni mali tu mtu amekuja amempa sudfa, chukua ya mali uende haji, sema antaweka mpaka mwaka utakaokuja, yatapotea na hali yako wewe ni hali ya umaskini. Kwa hivyo inategemea ile kuwa ni haraka, ni lazima kuhiji kwa haraka, itategemea kutokamana na mazingira ya hali. Kama yanaruhusu mwakani basi, lakini si lazima hata kama utapoteza uwezo. Tayeb, lakini ukijua kuwa kutokuwa na uwezo kabisa kama hii, kukofia mali yake kuibiwa, basi lazima fanyeje? Hiji kwa haraka. Tayeb, kisha kuna ahkamul haji 5. Fardhu ainin, wakati gani kuhiji inakuwa ni fardhu aini? Huwa hajjatul islam, ni hajja ya hajjatul islam. Hajjatul islam ni haji ya kupomosha ulazima wa kuhiji, yani haji ya faradhi, haji yako ya mara ya kwanza. Ya mara pili tabani ni sunna. Pia vile vile idha ijtamaat shurutu wujubil haji, zikikusanyikana, yani ikipatikana masharti ya ulazima wa kuhiji. Tayeb, ni yapi hayo masharti ya ulazima wa kuhiji? Ni yapi masharti ya ulazima wa kufanya umra? Hizi ibada mbili, shurutu wujubil haji wal umra. Sasa tuangalie masharti ya ulazima wa kuhiji na kufanya umra. 5 ni sharti ngapi? 5. Ya kwanza alislam, ulazimiki kuhiji ikiwa wewe si Muislamu, ni mpaka uwe ni Muislamu. Sharti ya pili albulugh, ulazimiki kuhiji ikiwa bado hujabalighi, lakini ukibalighi ndio ule ulazima unafanyaje? Unakuja au unafuata. Ya 3 ni al-aqlu, kuwa na akili. Mwendawazimu halazimiki kufanyaje? Fanya hija. Wal hurriya, na kuwa muungwana. Mtumwa halazimiki kufanya haji. Hakuna watumwa kwa sasa, hakuna watumwa kwa sasa. Uislamu ulikuja ukaondoa utumwa wote. Sasa hakuna mtumwa wa mtu, kuna bwana wa mtu. Sote ni hurriya, sote ni masaid, sio? Hakuna bwana wa mtu. Tayeb, wal istitaa, na kuwa na uwezo. Tayeb, hiyo ni ya kwanza. Tutakuja kuelezea al-istitaa, sampuli za al-istitaa. Tayeb, kwa hivyo ahkamul hajj 5 tumetaja. Ya kwanza ni fardhu aini, ambayo ni hajjatul islami idha ijtamaat shurutu wujubil hajj, na tumtaja hizi shurutu wujubil hajj wal umra. Ya pili fardhu kifaya, wakati gani inakuwa kuhiji ni faradhi ya kutosheleza? Kalhaji li ihya'i al-Kaaba kulla sanatin, kama kuhiji kwa ajili ya kuihuisha al-Kaaba kila mwaka. Kweli ushatekeleza wewe haji, lakini watu wote wakatae kwa sisi zote tulohiji hatuhiji tena, na hakuna mwingine mwenye uwezo. Al-Kaaba itakuwa haina mtu wa kufanyaje? Hakuna mtu wa kutekeleza ibada ya haji kiwemo tawafu na mambo mengine. Kwa hivyo hii inakuwa ni fardhu kifaya. Mmoja tu akisimama kwa ajili ya kuhuisha, basi itakuwa hiyo ni faradhi imepomoka. Tayeb, ya 3 ni sunna. Hukumu ya 3 ni sunna. Wakati gani, kama haji gani inakuwa ni haji ya sunna? Haji ya mara pili, sio? Lakini pia ka haji sibiani wal abid, haji ya watoto wadogo ambao hawajabalighi na watumwa. Haji yao haiwi ni mtoto mdogo ndio mwanzo kwanza anaenda kuhiji,
ile haji yake haizingatii kuwa ni faradhi mpaka baligh. Ile haji yake inahesabiwa kuwa ni sunna, na si haji pekee yake, hata swala ya faradhi. Mtoto mdogo akija kisimamisha swala yote ya faradhi, haandikiwi, haihesabiwi kuwa ni faradhi, bali huhesabiwa kwake yeye kama sunna, tapata fadhila za sunna. Tayib, saumu vile vile, kifunga mwezi wa Ramadhani hapati thawabu za faradhi kwa sababu ya kuwa bado si mukallaf, hajakalifishwa na sharia, liadami taklifa. Tayib, makruh, hukumu ya nne, makruh. Wakati gani ni makruh kuhiji? Wakati gani? Kama idha khafa au shaka fil halal, kama akihofia au akifanya shaka ya kupoteza uhai, kuangamia, hiyo inakuwa ni makruh. Wakahaji alfaqiri alladhi atamidu ala suali nnas, vile vile haji ya fukara anayetegemea kuomba watu. Watu wengine leo imekuwa ni kama tabia, baadhi ya watu wanang'ania kwenda kuitekeleza amali ya haji na wao hawana uwezo. Na Mwenyezi Mungu haji, faradhi ya haji amefungamanisha na uwezo, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kwa hivyo ufaradhi wa haji si ufaradhi wa kunang'ania kuwa na ulazima uende. Nafahamu au nia yako ni ipi? Ni kwenda kutembea na watu wanaenda na wewe atakwenda, lakini kwa nia yako, hata kama huna uwezo, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakwenda kukulipa thawabu za haji. Tena unaweza kumshinda hata yule aliyehiji. Niyatul mu'min khairun min amal, nia haina kosa, yapita moja kwa moja. Tuwekeni nia, sisi wendani wetu wamekwenda haji, sisi tuko hapa, tuwekeni nia, tutakwenda kupata thawabu za uhiji. Kila mwaka weweka nia, kila mwaka weweka nia, jaddid niyatak. Na hii ni fadhila kubwa ambayo Mtume sallam ametupatia, innamal a'malu binniyat. Nafahamu hakika si lingine, amali huzingatiwa nia. Kwa hivyo tia nia, weka nia kuwa mukhlis lillahi ta'ala. Hata ukitoenda siku ya kiyama utakapofufuliwa, utakwenda kuona thawabu za haji. Na nawaambia kweli, unaweza kumshinda yule ile haji aliyehiji. Mtu anaweza kwenda kufanya haji lakini kawa na malengo mengine ya kidunia, ria, ujubu. Watu wengine kirudi haji, basi mtu asha kwenda haji, basi hataki kuitwa jina lake, umuite alhaji fulani, yani jina lake uliambatanisha na nini? Haji. Au muite tu haji, ya haji, basi ni rahisi wepesi kukuitikia. Kunani yote hayo? Lakini ukiona mtu hata kujulikana kama amekwenda haji, hata huko hataki kupigwa picha, wewe leo wajipiga picha mwenyewe, kila kwenye amali huna utulivu, mambo yanayokushughulisha ni haya tu mambo, basi uonesha watu wewe umekwenda haji, wapoteza wakati wako. Ikhlas iko wapi? Nia kwa Mwenyezi Mungu. Unapokuwa Mungu amekuwafikia ukaweza kufika kwenye maeneo matukufu kama yale, uwe na ikhlasi, lia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kila hatua unayopiga, dhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kumbuka hizo ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekufadhili na hizo neema. Yuti fadhlahu man yasha. Lakini leo haji zetu za watu wengi zimekuwa ni fashion. Watu wakienda hushughulishwa na mambo ya kibiashara na mambo ya kidunia. Dunia itaisha. Tengeza akhira yako ukiwa hapa duniani. Itengeze akhira yako ukiwa katika mawasim haya matukufu, siku hizi za haji. Ukiwa umekwenda haji, ukiwa hapa kwako, funga masiku haya matukufu upate fadhila. Nuia, usiache kunuia kuhiji. Inshallah huenda kwa muombe Mwenyezi Mungu kwa dua yako akaitakabalia mwakani, Mwenyezi Mungu akakupeka na umaskini wako na ufukara wako. Tuomba Allah atupeleke. Sisi ni maskini, Allah atupeleke inshallah. Tayib, hiyo ni hukumu ya 4. Hukumu ya 5, haramun. Wakati gani au haji gani ni haramu? Haji ya mtu gani inakuwa ni haramu? Utasema ka haji almar'ati biduni mahramin idha lam ta'man ala nafsiha, kama haji ya mwanamke basi, yani mwanamke kwenda kufanya haji basi na kufuatana na mtu ambaye ni maharimu yake. Idha lam ta'man ala nafsiha, kwa sharti akitokhofia usalama wa nafsi yake, akitokhofia usalama wa nafsi yake.
na yeye umefahamu anaenda haji bila ya kuwa na maharimu, haitakikani. Katika sheria mwanamke hafai kusafiri peke yake kikawaida, umefahamu, bila hafai kusafiri peke yake, mpaka safiri na maharimu yake au safiri na mume wake. Au hajiha biduni idhni zawjiha, au kuhiji kwake pasi na idhni ya mume wake, lazima idhni ya mume wake, sawa. Hiji pasi na idhni ya mume wake ni haram, sawa. Wakadhalika idha tayaggana dharar, vile vile akiyakinisha madhara hatofaa kufanyaje? Kuhiji, hatofaa kuhiji. Adhararu yuzal, wala dharara wala dhirar. Tayib, hizi ndizo ahkamu alhaji. Tayib, tumesema tutaelezea masharti ya kuwa na uwezo, shurutul istitaa, masharti ya kuwa na uwezo. Maana haji ni faradhi ya lazima kweli, lakini kwa mwenye uwezo, si kwa kila mtu. Sasa ni yapi masharti ya al-istitaa? Kuwa wewe utazingatiwa ni mwenye uwezo. Sasa sikilizeni, shurutul istitaati sittatun, masharti ya kuwa na uwezo ni sita. Sharti ya kwanza, wujudu zadi, kuweko chakula, kupatikane chakula katika safari yako ya kwenda haji. Uwe umebeba nini? Uwe unao chakula. Sio safari ya haji watu waende tu basi wafe na njaa barabarani, wawe mihanga safarini. Hilo sio lengo la ufaradhi huu. Kwa hivyo masharti ya kwa wewe una uwezo, si kwa na mali peke yake, la, na chakula. Mali sawa ya kuendea haji na kurudia unayo, chakula barabarani utaombaomba, uwe ombaomba, haitakani. Lazima uwe na chakula, uwe na chakula. Au kwa lugha nyingine pia kwa uwe na mahitaji ya safari, uweze kuimudu ile safari yako. Wa awiyatihi, na vyombo vyake, chakula na vyombo vya kubebea chakula. Wa nafakati dhahabi wal iyabi, na matumizi au gharama ya kwenda Maka na kurudi. Maka, kwenda Maka kuhiji kwa taka isti'dad, na hizi zote ni isti'dad, uwe na maandalizi ya kweli kweli, sio maandalizi pungufu, maandalizi ya kikamilifu ndio uende Maka. Sio umepata pesa hizi basi uende ukakate tiketi ya kwenda na kurudi, bado ndio nao uwezo wa kumudu safarini, bado hujakuwa na uwezo, hatujamaliza. Wanafakati mayahulu muddata safarihi, umeona matumizi ya nini? Matumizi ya anaowahudumia muda wa safari yake. Nafahamu wakati wa safari yako, basi jua kuwa wanao kutegemea, unaowalisha, unaowahudumia, au hawapaswi kuwa muhanga, nafahamu, wa safari yako. Wewe usafiri umwache mke wako unaowahudumia, mathalan mke wako. Kwa hivyo huwezi kumwacha mke wako afe na njaa au kamfanya awe omba ili wewe uende haji. Mtoto wako na watoto. Tayeb, liulizwa juzi swala la sponsor. Leo mashallah utokea wafadhili kwa kupeleka haji. Je, haji inakuwa ni lazima? Anakupeleka gharama huko hotelini, yote ni juu yake. Ndio, na wewe mke wako yeye anakuangalia wewe kwenye mahitaji yako ya safari, hamwangalii mke wako. Lakini kama atakuachia bonde haya hili, muangalie mke wako na nani? Mtoto wako. Bai kukataa, nafahamu, tawaangalia kwa ile pesa ambayo itaweza kuwasaidia wewe muda wa kwenda na kurudi. Lakini sponsor hiyo ikiwa wewe itakunufaisha, lakini mke wako atadhalilika, aende aombe kwa ajili ya mahitaji yake na ya mtoto wake. Na kama una wazazi wako pia wao wanakutegemea wewe, hawa hawafai kuwa wahanga. Merudia hili neno mara kadhaa, kwa sababu leo sisi tuangalia maslahi yetu tu. Ni dini bwana, kwenda haji na faradhi, lakini ndio hii al-istitaa iko kikamilifu, mpaka ipatikane al-istitaa kikamilifu. Tayeb, lakini usikatae tu kwa kuwa mimi nimepangiwa safari mimi tu ya kwenda na kurudi. Usikatae moja kwa moja. Mtoto wako au mke wako kama unaweza kuwapeka pahali pengine salama, mfano ukampeka mke wako kwa mama yako, ufahamu mama yako ataangaliwa huko, mashallah wana uwezo wa kulisha chakula wao, kujihudumia wao na kumhudumia mke wako. Mpeleke mke wako kwa mama yako, wapeleke watoto wako kwa mama yako. Sio mwepesi pia kukataa
ofa ambayo umeipata, unaweza usiipate tena. Kwa hivyo kama kunao njia ya kutatua mushkili kama huo, sinenda haji, wapeleke unaowahudumia pahali ambapo watapata huduma pia mzuri, bila ya kuwaweka kwenye sehemu ambayo itakuwa si salama. Tayib, wa kaunu dhalika kullihi fadilan an duyuni. Umeona, istoshe si hapo tu kwa wewe una uwezo wa kwenda haji. Tayib, je, wewe wataka kwenda haji na una deni kubwa wadaiwa, yatakikana wa kaunu dhalika, umeona, na hayo yote kullihi fadilan an duyuni, iwe ni nyongeza, iwe ni ziada ya lile deni la, sio deni ni kubwa kushinda, nafahamu tena deni lenyewe walau muajjalan, wakwambia hata kama deni lenyewe sila sasa hivi, mwenyewe atakulipwa sasa hivi, atakulipwa baadaye, na kile mwenyewe ataka kulipwa sasa hivi lazima umlipe. Ukimlipa ile pesa yako itapungua, takuwa ule uwezo huna tena wa kwenda, ni sawa, mlipe pesa yake muda mlioagana. Imelazimu sasa hivi ataka kulipa, wakati mlioagana mlipe, wewe utazingatiwa huna uwezo. Sio uende haji katika hali ambazo utakuwa sasa kwa upande mwingine wewe huchungi haki za binadamu ambazo Mwenyezi Mungu amekuamrisha uchunge haki zao, nafahamu. Kwa hivyo haji wengi tunaichukulia kimakosa, lakini kama itakwenda kwa mifumo hii ya kidini na misingi hii mizuri tuliyowekewa ya kidini, basi utakwenda haji, utahiji kwa raha na moyo wako ukiwa umekunjuka. Kwa maskani, nyumba vile vile uambie uuze nyumba ndio uende haji, la. Wa khadimin yahtaju ilayhi, umtoe mfanyikazi anaokuhudumia umtoe kwa ajili ya wewe kwenda haji, nafahamu. Wa muhitaji, nafahamu, bamlipa kila mwezi ndio, lakini uwezi kusema bana nitamtoa huyu ndio ile pesa ninayompa yeye ndio mimi niweze, nafahamu, au kwa sura nyingine tofauti. Ya pili, amnu tariq, sawa, amani au usalama wa barabarani, njiani. Ikiwa safari ya kwenda haji, nafahamu, itakuwa ina uhatari, kuhatarisha maisha, kuna vita, majambazi, wavamizi, ulazimiki kufanyaje? Kwenda haji, hata kama una uwezo wa kwenda na kurudi. Lakini sasa uwezi kuhatarisha maisha yako kasema wacha tu mimi niende hivyo hivyo, nikifa nitakuwa nimekufa fi sabilillah. La, hizo si fikra, si hizo fikra za Kiislamu. Wewe utakwenda tu kisha ufe. Hakikisha barabara iko salama salimini ya kupitia katika safari yako wewe kwenda haji. Kama hakuna usalama wa barabarani, ni vita, uvamizi, ufahamu, ni kuhatarisha usalama wa maisha yako, basi bado hiyo huja kuwa na uwezo. Tayib, wujudul ma, sharti ya tatu al-istit'ani, uwe na maji. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in, maji ni muhimu ndugu, maji ni muhimu sana. Haya maji yamekuwa na faida nyingi sana kwetu sisi wanadamu, umefahamu, Waislamu wasiokuwa Waislamu, si kwa ajili ya kunywa peke yake. Maji kuna kujitahirisha na janaba, kuna kulisha mnyama, maji kutawadhia. Maji yana faida nyingi sana, kwa hivyo uwe na maji, sawa. Wazadi pia na chakula, uwe na maji na chakula. Fil mawadhi' al-mutada, katika maeneo ya kawaida. Fi tariki, katika njia, nafahamu, kwa sababu njiani uwe pia umejipanga, sawa, umejipanga na chakula na maji katika maeneo ya kawaida. Fi tariki, nafahamu, bi thamanin mithlihi, lakini jua kwamba iwe kile kinachouzwa chakula au maji kiwe kitapatikana kwa thamani ya mfano wake, sile chakula chauzwa kwa bei ghali. Watu wameona hawa bwana hawa ni wasafiri watapita njia hii, basi ngoja tuwakaze, tuwabane, hulazimiki. Kwa hivyo pia utakuwa huna uwezo ikiwa njiani watu wanauza kwa thamani, vitu wanaviuza kwa thamani isiyokuwa ya kawaida. Tayib, ya nne, ayathubuta ala almarkubi, sawa, aweze kustakiri au kutulia, yani katika chombo cha usafiri, bila dhararin shadid, bila ya madhara makubwa. Ana saa nyingine mtu ni mgonjwa, hawezi, nafahamu, safari fulani na safari ya chombo fulani itamfanya, nafahamu, itamzidishia ugonjwa, sawa, au mzee pia vile vile halikadhalika.
Kwa hivyo pia ili kuonesha kuwa chombo ambacho anakipanda ni kiwe ni chombo cha usalama, chombo cha usalama. Pia imkanu sairi ya 5 hiyo, yani uwezekano wa kutembea, lakini hii wamesema imkanu sairi, sawa, uwezekano wa kusafiri, wa kutembea katika safari. Ya 6, wujudu markubin yaliku bihi rahila, kupatikana chombo mafahamu kinachomfaa, yani chombo kinachomfaa. Hii ni kuonyesha kuwa hii ni makhsusi, sharti kama hii kwa yule ambaye kwamba baina yake yeye na baina Makkah ni zaidi ya masafa ya mwendo wa marhalataini. Tayib. Na kuhusu ni kipando ambacho ni cha kuendana na yeye, hii ni sharti kwa Ramli, lakini si sharti kwa Ibn Hajar. Hizi ni shurutul istitaa. Kisha kuna anwaul istitaa, tamalizia hapo kwenye anwaul istitaa. Anwaul istitaa 2, sampuli za kuwa na uwezo ni 2. Kuna istitaatu bin nafsi, kuwa na uwezo yani wa kufanya haji wewe mwenyewe, au uwezo kufanya umra wewe mwenyewe, hiyo ndio inaitwa istitaatu bin nafsi. Sema wao istitaatu bin nafsi au bima yusaidu fi mubasharati amali alhajj. Fahamu ni kuwa na uwezo yeye mwenyewe, au yeye mwenyewe hana uwezo, au bima yusaidu, au kwa mtu ambaye atamsaidia yeye fi mubasharati amali alhajj, katika kutekeleza amali za haji. Fayastajiru rajulan yaqudu, mfano kama kipofu, ila almashair in kana ama, mona kama mfano ni kipofu, sawa, hawezi yeye mwenyewe kutekeleza, lakini ni mpaka apate msaada wa mtu, yani yeye mwenyewe umefahamu, ana uwezo, lakini hii ni istitaatu binafsi, ana uwezo yeye mwenyewe, lakini sasa inabidi amwajiri mtu wa kuweza kumuongoza, kumpeleka kwenye mashair, umefahamu, ili aweze kutekeleza zile amali za haji. Kiwa na uwezo wa kumwajiri mtu, basi hiyo ni lazima kwake, umefahamu. Kisha kuna istitaatu bil ghairi, kuwa na uwezo kupitia msaada wa mtu mwingine. Hii kama vipi? Huwa la yastati an yahuja binafsi, ya mwenyewe hawezi kuhiji, ya mwenyewe hawezi kuhiji, walakinahu yastati yastajira ghairahu, hawezi lakini akamwajiri, kama ambavyo leo watu wanafanya. Ufahamu, mtu mzima mzee kwa mashallah uwezo wa kifedha anao, nampatia mali mtu amhijie, sawa, hiyo inafaa pia. Kwa kuwa yeye hana uwezo wa kwenda kutekeleza amali tukufu za haji au umra, basi aweza kumweka mtu kuwa naibu yake, yani yajibu alayhi istinabatu bimalihi. Nafahamu lazima aweke naibu yale mali yake ili apate yule, lakini kwa sharti awe yule anayemweka kuwa naibu wa kumhijia, kwa sharti awe amfanya nini? Awe ashahiji. Tayib, amalul hajj ay ahkamu amalil hajj. Sasa hebu tuangalieni ahkam za amali za haji. Hizi si nyingi, ni 3 tu, ni 3. Nafahamu amalul haji ni ngapi? Ni 3. Matendo ya haji ni 3, ni arkan, kuna wajibat, kuna na sunan. Sawa, hizi huitwa nini? Amalul haji. Amalul haji kam amalul haji? 3. Ya kwanza arkan, ya pili wa wajibat, ya 3 wa sunan. Hizi ndo amalul haji. Tayib, hebu tuangalie al-arkan, nguzo ni nini? Hizi ndo amalul haji, usisahau. Tayib, tuangalie nguzo ni nini? Al-arkan, ruknu ni nini hapa, wana kusudia nini? Tutazielezea nguzo za haji. Nguzo za haji ni zipi? Tutakuja kuzielezea, lakini kwanza ruknu ni nini? Wasema arkani ni zile ambazo kwamba la yasihu alhaju biduniha, haji haisihi pasi na nguzo. Nafahamu, yani mtu akiwa ameacha nguzo yake basi haisihi haji yake. Ikiwa ameacha nguzo yake basi haji yake itakuwa imebatilika. Wa huballa budda min al-ityani biha, hakuna budi kwa mtu kuitekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za haji. Fano Arafa, mtu akuitekeleza basi hana cha haji, sawa. Wala tujbaru idha turikat bidamin, wala hii haifidiwi, yani kiachwa nguzo haifidiwi kwa kuchinja mbuzi au kondoo, hakuwi ni hakusimami masimamo ya fidia.
kwa mtu mwenye kuacha nguzo. Wala yatahallalu min ihramihi hatta yati biha, wala hatotoka katika ihram yake mpaka ilete. Kwa hivyo kiileta nguzo khalas, story imeisha, sawa. Lakini bila nguzo hakuna cha haji. Hata ukasema utachinja mbuzi wangapi, hiyo haitofidisha kitu, lazima uiregee ile nguzo. Tayeb, kisha kuna alwajibat, amalul haji tumsema ni 3. Shikeni hizi. Ya pili ni alwajibat. Alwajibat ni zipi? Ni hiya allati yasihhu alhajj bidunha, yani alwajibat ni zile ambazo kwamba yasihi haji pasi na wajibat. Yani mtu mathalan ameacha wajib miongoni mwa wajibatul haji ambazo tutakuja kuzitaja inshallah taala, haji yake ni sahihi, yasihi. Kinyume na nini? Rukn. Ukiacha nguzo basi haisihi haji, lakini ukiacha wajib yasihi haji yako. Walakin yujbaru tarkuha bidam, lakini hulazimishwa mtu kwa kuiacha wajib kuchinja, ndio iwe ni fidia yake. Wayathamu tarikuha idha tarakaha bighairi udhrin, na atapata madhambi mwenye kuiacha wajib miongoni mwa wajibatul haji pasi na udhur. Tayib, ya mwisho ni as-sunan. Sunan katika amalul haji ya mwisho ni sunan, tusema ni al-arkan wal wajibat wa sunan. Hapa tumalizia inshallah. Sunan ni zipi? Ni zile allati la yataallaqu biha shay, haina mafungamano ambayo haikufungamana na kitu chochote. Iacha huambiwi haji hakuna, wala huambiwi ufanyaje uchinje. Hii ni haikufungamanishwa na mambo kama hayo. Fa idha taraka sahha hajjuhu, mwenye kuiacha sunna yoyote miongoni mwa sunna za haji yake inasihi. Walakin yafutuhu al-kamal wa thawab, lakini ukamilifu utamfutu, utampita, yani haji yake itakuwa na mapungufu kwa kuacha sunna, na pia atakuwa amekosa thawabu na fadhila. Wallahu a'lam.